Na bila shaka mpenzi mtazamaji, mambo baada ya shughuli nzima basi tumekuwa na wale ambao walikuwa wanafanya mipangilio kuhakikisha kwamba shughuli hii inaanza na kuweza kutamatika kwa njia ambayo ni nzuri tena sana. Basi wacha tuweze kumtambua tu, alafu atuambie mipangilio imekuwa namna gani. Karibu ndugu. Asante sana Mbarikiwa Media. Kwa majina naitwa Pastor John Njunge. Mimi ni coordinator wa mpango huu wa Agendi, na tunawashukuru sana kwa kuja kwenu kutushikilia na pia kutukava. Mungu awabariki sana. Sababu kubwa ya mpango huu ambao umefanikiwa kwa kiasi kikubwa ni kuleta Wakikuyu pamoja na kuwapatia ujumbe huu wa malaika watatu, ujumbe kwamba Yesu anarudi hivi karibuni, ujumbe wa Kiadventista ambao hapa Kikuyuni haujapokelewa sawa sawa kama kwa maeneo mengine Kenya. Sasa hiyo ndiyo jukumu kubwa, ama hiyo ndiyo objective kubwa ya mkutano huu. Yeah. Nimeona watu wameimba sana sana kwa Kiguyu. Kwa nini mliamua kwamba muimbe katika lugha ya Kiguyu? Labda ndio ifikie labda watu wote ama ilikuwa? Sababu kubwa ya kuimba kwa lugha ya Kikuyu ni kwa sababu community hii ya Wakikuyu haijafikiwa na ujumbe wa Kiadventista kama community zingine. Kwa mfano ukiangalia community ya Ujaluoni, kwa Wakisii, Waadventista ni wengi sana, lakini hapa kwetu makanisa ya Jumapili ndiyo mengi. Yaani imani ya Kiadventista haijafika hapa. Kwa hivyo mbinu ambayo inaweza kupenya kwa haraka kwa Wakikuyu ni nyimbo, kwa sababu Wakikuyu wanapenda nyimbo. So wakati ambapo nyimbo zinaimbwa zinawavutia. Na kama uliweza kuona wale ambao hawakuwa wa imani hii ambao walikuwa wametembea hapa, walikuwa zaidi ya watu karibu 40. Wale ambao walijitokeza pale mbele, na wengi hata hawakutokea, wengi wamekuja kutufuata baadaye kutuambia sisi ni wa madhehebu mengine, lakini tumeamua kuja kusali na nyinyi hapa kwa sababu tu ya uimbaji. Na katika mipangilio, manake umekuwa katika ofisi ya mipangilio, hiyo mipangilio imeenda sawa vile mlikuwa mmetarajia ama labda imeenda mrama? Kabisa, tunashukuru Mungu amekuwa mwaminifu, mipango imekuwa mizuri na imekamilika kwa kiasi kikubwa jinsi ambavyo tulikuwa tunakusudia. Tulikuwa hata tunaomba Mungu kwamba tujalie na anga nzuri, na mambo haya yametimia. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tunasema jina la Mungu litukuzwe. Na wakati ujao labda baada ya hapa mna mpango gani? Labda kuna mahali pengine mmepanga kwamba mtaenda kupeleka tamasha kama hili ama itakuwa ni sehemu gani? Asante sana. Sehemu ambayo tunapanga kuenda tena ni sehemu ya Nakuru. Itaweza kuwa Nakuru, itaweza kuwa Kajiado ama Nyandarua. Sehemu hizo tatu, kaunti hizo tatu ndizo ambazo the next event itakuwa. Na itakuwa mnafanya mara moja kwa mwaka ama mnasafanya mara kadhaa kwa mwaka? Tuna chapters kadhaa. Kuna viongozi wetu wa sehemu ya Murang'a, kuna viongozi wetu wa Nyeri, kuna viongozi wetu wa hapa Kiambu. Kwa hivyo wao tunawapa uhuru wa kufanya edition zao huko. Every quarter wanafanya yao. Nasi tunawaita sawafanyi every quarter. Katikati ya quarter wanafanya yao moja, nasi tunafanya 4 kwa mwaka. 4 kwa mwaka, na hii ndiyo kubwa kabisa. Ya Disemba inakuwa ndiyo kubwa kabisa ya kufunga mwaka, lakini every other time tunapata nafasi ya wao kufanya zao. Every quarter wanafanya moja. Yeah. Na kumalizia, unasaambia aje wale ambao mlikuwa mnashirikiana nao katika mipangilio? Unaweza labda kuwa na jambo moja la kuzungumza kwa niaba yao? Kwanza ni kushukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kuwa na kamati ya watu ambao wanajitoa, watu ambao hawana ubinafsi. Kwa hivyo ni warai wenzangu tuendelee kushirikiana kwa mipango hii, na wale wote ambao wanatamani kuja kushikana nasi kama ambavyo Mbarikiwa wamefanya, media stations zingine zimefanya, tunawakaribisha. Again, milango imefunguliwa ya kuja kushirikiana nasi, ujumbe huu uendelee. Asante sana, uwe na wakati mwema. Asante sana na jioni njema, Mungu awabariki. Labda mimi si muimbaji sana, mimi ni MC, lakini kwa request ya Mbarikiwa TV nitajaribu. Riria mwathani aragwita, andu no marathira, ndukamucokerie uge ndire undu ingihota, nyitawe rana gikeno kenera wira wake,
agwĩta wĩtĩke narua ndĩ haha nĩ niĩ ngũthiĩ. Asante sana. Jina kama ambavyo nilikuwa nimetanguliza kusema ni Pastor John Njung'e. Asante sana.